Nafikiri ilikuwa ni mechi nzuri lakini ambayo uwezo ukasema ilikuwa ina ubora wa 100%. Okay. Kwa sababu nilikuwa nimekizungumza kwamba changamoto iliyopo, kwanza bado timu haijakuwa na kasi, bado timu haijaungana, na haya yote yanatokana na kukosekana kwa muda kuweza kufanya maandalizi ya timu. Ukiangalia hata timu inapokuwa inatoka kutoka kwenye eneo moja kwenda eneo lingine, wanakwenda kwa spidi ya kawaida ambayo sasa inapelekea kutengeneza urahisi wa opponent kuweza kukaa kwenye njia na kuweza kuwazuia. Unajua mpira wa miguu ni mchezo ambao unatakiwa unufaike na namba. Yaani timu kubwa inanufaika na kuweza kumonopolize space na kuweza maintain namba yake. Yaani kama mnakuwa mnashambulia, maana kishiri kwamba lazima mnakuwa mna quick zile transitions kutoka moja kwenda eneo lingine ili muweze kunufaika na uchache wa opponent. Lakini kama mtakuwa mnashambulia kwa kutumia the same speed, manake opponent anaweza kufanya makosa na baada akaweza kuyasaisha na akarudi. Unaona utabla mwingi ulikuwa unaona Namungo muda wote Yanga ukiwa na mpira katika eneo lao wanakuwa wametimia, wana watu 8 mpaka 10. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanapata nafasi ya kuweza kwenda na kuweza kurudi, kitu ambacho wakati mwingine kinakupelekea uwe na wakati mgumu kuweza kuzipata nafasi na kuweza kuzitumia. Lakini ukiangalia uwezo wa mtu moja uko vizuri, lakini taratibu unaweza kuona timu inaanza kurejea. Na first half ilikuwa ni ngumu kwa sababu timu ilikuwa inashindwa kutembea katikati. Of course kuna kijana Casemiro Abdunasir alikuwa ameingia. Ni kijana ambaye anakuwa mzuri na anaendelea kupewa experience, lakini ambacho alikuwa anashindwa kuweza kudictate na kuweza kulazimisha opponent afanye makosa. Naona Yanga ilikuwa inalazimika kuweza kushambulia kupitia pembeni. Na upande ambao alikuwa anautumia ni upande wa Shadrack Boka. Boka ana energy, ana kasi, lakini changamoto yake moja kubwa bado utulivu kwenye kupiga pasi ya mwisho. Zimepigwa kipindi cha kwanza cross karibia 10, lakini anapiga cross sio pasi. Tofauti kama kwa mawazo ya au kwa uwezo wa Meduseni. Kwa hiyo na Yanga walikuwa wameopt kushambulia kupitia kushoto. Lakini pia mingi ambayo alikuwa anaipiga ni kama alikuwa anaitupa. Yaani unapiga watu waende kugombania. Kitu ambacho wakati mwingine inakuwa ni kupoteza nafasi. Anatakiwa aweze kuimarisha utulivu wake na asa anapofika kwenye eneo la mwisho na kuweza kujua pasi anaipiga wapi. Pasi ambayo anatakiwa apige V, anapiga mpira wa juu. Mpira ambayo anatakiwa apige mpira wa juu, anapiga V. Sometimes anapiga cross nyingi ambazo zinaishia kwenye eneo la kiuno, ambazo ni ngumu kuweza kuziunganisha. Na hata pasi ambayo alikuwa amepiga, nafikiri alikuwa ni mshambuliaji Traore, alipiga pasi kwa Shashaman, ni pasi ya kiuno, ni pasi ngumu sana kuweza kuiscore. Pasi kese mbili, ipite juu au ipite chini, kwa sababu maeneo yale ambayo wakatumia whether ni header au ni foot, lakini katikati hapa inategemeana katika upande gani. Kwa hiyo nafikiri kipindi cha kwanza walikosa matokeo au goli kutokana na kukosa umakini au uwezo mzuri wa kuweza kumaliza nafasi ambayo itakuweza kufanywa na mtu kama Shadrack Boka. Na kipindi cha pili waligundua kwamba timu yao inakuwa katikati na Namungo wanapata nguvu kubwa sana kuweza kuwa retain hasa katika eneo la ulinzi. Hicho kifanya mwalimu ni kwenda kumwingiza mtu ambaye anaweza kuwa na composure kubwa na kuweza kufanya vitu vikubwa. Baada ya kuingia tu Mudathiri, tayari Yanga kuonekana kwamba wana namba sahihi na wakatengeneza uwiano, kwa sababu Mudathiri ana uwezo wa kuchukua mpira na kusogea kwa mamlaka na kupiga katika eneo ambalo linakuwa na madhara. Ndio maana baada ya pale Yanga wakaanza kudominate, ukaanza kuona mtu kama Albert akiwa anakimbia, ukaanza kuona Kazokoani na kuanza kupata free space ambazo akazitumia mpaka anakuja kufunga goli la kwanza ambalo linafungwa na Shadrack Boka. Lakini baadaye tena Max mchezaji ambaye kwenye kila msimu ni kama unakuwa na mwandareti, lakini mwisho siku inaonekana kwamba yeye ndio key figure. Na mimi binafsi yangu katika siku ya leo hii ndio alikuwa ni man of the match, kwa sababu ya aliweza kulink timu. Yanga haijaunga, lakini yeye anailazimisha timu iweze kuunga. Eneo la kupiga pasi mbili, yeye anasogea mpira na kuweza kuclose gap, kitu ambacho wakati wengine Yanga wanakuwa hawafanyi. Amekuwa na uwezo mkubwa wa kuriski, lakini hata kama akipoteza mpira ni mpesa kwenda kuweza kuretain katika eneo. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga waliweza kuidominate na wanajivunia ukubwa wa wachezaji. Goli la 3 unaweza kaangalia Shashaman akili yake kubwa ya kuweza kuanticipate, anakuwa anafika katika maeneo sahihi. Ile first touch yake ilikuwa ni very superb, anachukua mpira anaangalia katika akiwa iko na walinzi anaweza kuscore. Ni mtu ambaye ataendelea kufunga magoli mengi, na hivi leo hii Yanga wamtambulisha Aziz Ki, naenda kuona kwamba Yanga wakiwa wana kitu kizuri, sababu kitu ambacho anakikosa Abdunasir anaikosa Mudathiri, Aziz Ki anacho. Mtu anaweza close gap na akapasia pasi ya goli, kitu ambacho saizi wanakosa mtu kama huyo. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga ilikuwa ni swala la utulivu na kutumia nafasi ndio wapate matokeo.